الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال: القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا lillahi qanitin. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama katika sala qaiman, hali ya kusimama, fil fardhi wat tatawwu, katika sala ya faradhi na pia sala ya sunna, itimaran biqaulihi ta'ala: waqumu lillahi qanitin, kwa ajili ya kufuata amri ya Allah mtukufu alipoamrisha na kusema waqumu lillahi qanitin, simameni katika sala kwa ajili ya Allah, qanitin ay ta'iin, hali ya kuwa ni wenye kumtii Allah. Qala al-Sheikh Bazamul hafidhahullahu ta'ala: القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة وعدم المانع هو ركن من أركانها. kusimama katika sala ya faradhi, sala hizi zilizofaradhishwa tano, kusimama pamoja na uwezo wa kusimama na kutopatikana kizuizi ya huko kusimama ni moja katika nguzo za sala. Kusimama ni katika nguzo za sala, ni lazima kusimama katika sala ya faradhi. Kama mtu anaweza kusimama na hakuna kizuizi chochote, akikaa katika sala ya faradhi na ana uwezo wa kusimama, sala yake hiyo haitasihi, kwa sababu amewacha nguzo katika nguzo za sala. Wadalilu ala hadha qawluhu ta'ala: waqumu lillahi qanitin. Dalili ya hilo ni neno la Allah mtukufu: simameni katika sala kwa ajili ya Allah, hali ya kuwa watiifu. Wa anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ma salla salata al-fardhi qattu illa qa'ima. Dalili nyingine ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasali sala ya faradhi kabisa isipokuwa hali ya kusimama. Wa annahu sallallahu alayhi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safar idha kana yusalli tatawwan wa nafla, na kwamba Mtume sallam alikuwa akisali juu ya mnyama wake safarini ikiwa anasali sala ya sunna. فإذا أراد أن يصلي الفرض نزل على الأرض ووقف وأدى الصلاة عن قيام. akitaka kusali faradhi hushuka juu ya mnyama wake, hushuka juu ya ardhi na husimama na kuitekeleza sala hiyo ya faradhi kwa kusimama. قال ابن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 بعد 400 من الهجرة في التمهيد المجلد السادس صفحة 38 بعد 100، قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه. Wamewafikiana maulama kuwa kusimama katika sala ya faradhi ni jambo la faradhi la lazima kwa kila Muislamu ambaye ni mzima mwenye uwezo wa kusimama, ni lazima asimame akisali sala ya faradhi. La yujzihi ghairu dhalik, halitamtosheleza isiyokuwa hilo la kusimama. In kana munfaridan au imama, akiwa anasali peke yake au ni imamu, lazima asali kwa kusimama sala ya faradhi. Qala wal maqsudu bis salati al mafruḍa
as-salawatul khams, maksudio sala hizi ni kufaradhishwa ni hizi sala tano: salatu dhuhr wal asri wal maghrib wal isha wal fajri. Hizi ndio sala tano zenye kufaradhishwa, ni lazima kusali kwa kusimama kwa mwenye uwezo wa kusimama. Qawluhu ta'ala waqumu lillahi qanitin, almuradu bilqiyam alqiyamu fi salah. Muradi waqumu hapa simameni katika sala, kama qala Ibn al-Jawzi في زاد المسير المجلد الأول صفحة 84 بعد 200 ففيه أمر بالقيام في الصلاة. سما hapa kuna kuamrishwa kusimama katika sala. Waqanitin yani ta'i'in, hali ya kuwa watiifu. Fayashmalu hadha طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء عنه من أمر القيام في الصلاة، في أمر القيام في الصلاة من خشوع وعدم كلام واطمئنان وأداء للصلاة على الهيئة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وعلمناه إياها رسوله صلى الله عليه وسلم. Sema hii amri hii inakusanya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila alilolileta katika sala zima la kusimama katika sala, ambapo ni khushu, unyenyekevu ndani ya sala na kutozungumza katika sala, watmiinani na utulivu, wa adai lissalati ala alhayati allati amara biha Allah subhanahu wa ta'ala, na utekelezaji wa swala kwa sifa ile ambayo Allah ameiamrisha subhanahu wa ta'ala. Wa allamana iyaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na akatufundisha sifa hiyo mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadha maana qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. قال الشيخ الألباني رحمه الله وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. أما سفريني alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akisali juu ya mnyama wake sala ya sunna. Wasanna liummatihi an yusallu fil khawfi shadidi ala aqdamihim au rukbanan kama taqaddam, amewaekea ummati wake Mtume sallallahu alaihi wasallam wasali katika hofu kubwa, katika hali ya hofu kubwa. Kuna uoga, watu wameingia uoga wa janga lolote, wasali juu ya miguu yao kwa kutembea au kwa kupanda, kama taqaddam, kama ilivyotangulia. Wadhalika qawluhu ta'ala hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta waqumu lillahi qanitin فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. دليل يهيلو به آية الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، dumuni juu ya sala zote tano na sala hii bora, wassalati alwusta, na sala hii bora salatu alasri. Waqumu lillahi qanitin, nasimameni katika sala kwa ajili ya Allah hali ya kuwa watiifu. Fa in khiftum, mkiwa waoga, kuna uoga wa jambo lolote, farijalan au rukbana, salini hali ya kutembea kwa miguu au hali ya kupanda, kwa sababu kumeingia janga hilo la uoga au vita. Fa in khiftum farijalan au rukbana fa idha amintum, mkisha salimika, fadhkuru llaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, mtajeni Allah kama alivyowafundisha mambo ambayo hamkuwa mkiyajua. قوله تعالى حافظوا على الصلوات، يقول الشيخ بازمول حفظه الله الصلوات المفروضة الخمس، وخص بها والصلاة الوسطى. dumuni hifadhini juu ya zote sala tano, sala zenye kufaradhishwa tano
akahusu katika sala hizo, wassalati alwusta wa hiya salatu alasri ala alarjahi min aqwali ahli alilmi, ameihusu salatu alwusta ambao ni salatu alasri kwa kauli yenye nguvu katika kauli za maulama. والسر في تخصيص صلاة العصر بالذكر لأنها وقت انشغال الناس في العادة، فحثهم على الاهتمام بها وعلى عدم إضاعتها حتى يخرج وقتها. siri katika kuihusu sala hii, Allah aliposema wassalati alwusta, ameihusu kwa kuitaja kwa sababu ni wakati wa watu kushughulika. Kwa kawaida wakati huu watu wengine wanashughulika na shughuli zao, fahathahum ala lihtimami biha, akawahimiza kuitilia umuhimu salatu al-asr, wa ala adami idhaatiha, na kutoitelekeza sala hii, hatta yakhruja waktuha, mpaka wakati wake ukatoka. Wengine baadhi ya maulama wanataja sababu za kuihusu ni kwamba ni wakati ambapo mtu pengine alikuwa amepumzika baada ya shughuli za mchana, kuanzia asubuhi akala chakula cha mchana akapumzika. Wakati ule ni wakati wa salatu al-asri, asiendelee kupumzika, adumu juu ya sala hii bora salatu al-asri, asiendelee kulala mpaka saa 12:30. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaihusu sala hii na kuitilia mkazo, hafidhu ala salawat wassalati alwusta. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، yule ambaye inamfutu salatu al-asri akakosa salatu al-asri ni kama aliyezuiliwa ahli yake na mali yake, kama kwamba ahli yake amezuiliwa na mali yake imezuiliwa. Jinsi anavyopata hasara, ndiyo maana yake, jinsi anavyopata hasara huyu ambaye salatu al-asri imempita bila udhuru wote, kaannama wutira ahluhu wa maluhu, kama aliyezuiliwa ahli yake na mali yake kwa hasara anayoipata. Qala Abu Abdillah al-Bukhari sahibu sahih, yatirakum watartu rajula idha qataltu lahu qatilan au akhadtu lahu mala. Akifasiri neno wutira ahlahu, asema yatirakum watartu rajula ay qataltu lahu qatila, nimemuua kwake mwenye kuuawa au nilimchukulia mali. Idha qatalta lahu qatilan, ukimuulia mtu, aidha umuulia mtu wake, jamaa yake, hasara anaipata, au akhadta lahu malan, au ulimchukulia mali, hasara anaipata, ndiyo anaipata mtu ambaye salatu al-asri imempita bila udhuru wowote wa kisheria. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab mawaqiti as-salah babu ithmi man fatatuhu al-asru. Al-Imam al-Bukhari aqada hadha al-bab, mlango wa kuelezea madhambi ya mtu ambaye inampita salatu al-asri bila udhuru wowote. Hadithu raqmi 252 ba'da al-500. Wa Muslim fi kitab al-masajid wa mawadhi' as-salah babu at-taghlidh fi tafwiti salati al-asri. Al-Imam Muslim naye ameweka mlango huu, babu at-taghlidh fi tafwiti salati al-asri, mlango wa kutilia mkazo katika jambo la mtu kukosa salatu al-asri. حديث رقم 6 و200 بعد 600. ومعنى وتر أهله أي خسرهم، amepata hasara kwa jamaa zake. Khasira ahluhu, watu wake wamepata hasara. Kaanna ahlahu halaku,
idha fatahu adau salati al-asri fi waqtiha, kama kwamba jamaa zake wamefariki, anapokosa kutekeleza salatu al-asri ndani ya wakati wake ni kama jamaa zake wamefariki. Halaka inafasiriwa pia kufariki, ili mruun halaka laysa lahu waladu, mtu akifariki na hana mtoto. Kwa kama huyu jamaa zake wamefariki, jinsi hasara anayoipata kwa kukosa salatu al-asri kuisali katika wakati wake. Walmuradu bilfawat alla yuaddi as-salata fi waqtiha biduni udhrin, muradi wa fawati hapa ni mtu kutotekeleza salatu al-asri ndani ya wakati wake bila udhuru wote. Na udhuru za sheria ni mbili tu, kulala na kusahau. Alilala akapitikiwa, salatu al-asri ikapita, wakati wa al-asri ukatoka, mpaka maghrib ndio amka, hajaamshwa, huyu hana madhambi, kwa sababu ni udhuru ule wa kulala. Pia kusahau, alishughulishwa akasahau kwamba hajasali salatu al-asri. Inawezekana kusahau, kupo, naam. Kwa inawezekana mtu alisahau, aliona ashasali, kumbe hajasali salatu al-asri, huyu hapati madhambi, ataikidhi salatu al-asri wakati wa maghrib, hana madhambi huyu. Lakini kazi, yuko kazini, si udhuru wa kazi. Hakuna udhuru kama mtu alikuwa kazini, bosi hajamruhusu kuswali, si swala hiyo, basi si kazi hiyo anaoifanya hiyo, kumbe bosi hatamruhusu kuswali, hiyo si swala, hiyo si kazi. Awache kazi hiyo, awache kazi hiyo. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Vipi wewe wamuasi bosi huyo, alafu wamuasi Allah, wamtii bosi kwa kuacha sala, wamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wasali sala zote baada al-isha, eti anakidhi zile sala zote za mchana. Alikuwa kazini, dhuhuri alikuwa kazini, asri alikuwa kazini, akirudi nyumbani ndo azikidhi sala zile, alikuwa kazini. Ni madhambi anakidhi, lazima azilipe, lakini na madhambi anayo ya kuchelewesha sala mpaka wakati wake ukatoka. Na watu jambo hilo hawalijali, hawajali kabisa, kwamba mtu mchana mzima hajaswali, akifika nyumbani, akitoka kazini ndio enda kuswali, manake alikuwa kazini. Naam, Allahu musta'an. Swala zenyewe za nyumbani ni hivyo, mtu aswali huku angalia TV, aswali huku angalia boli katika TV. Ni swala ya vipi hiyo? Ndio waqumu lillahi qanitin hiyo? Watu wanachezea ibada hii ya sala, wanaichezea sana. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi maradhi mautihi jalisa. Mtume sallam alisali katika maradhi ya kufa kwake, alisali hali ya kukaa, salatu al-faridha. Katika maradhi ya kufa kwake Mtume sallam alisali hali ya kukaa kwa udhuru huu wa maradhi. Wasallaha kadhalika maratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka, pia alisali sala ya faradhi mara nyingine kabla ya hii, wakati alipokuwa akiumwa. Wasalla nnasu waraahu qiyama, watu wakasali, masahaba wakasali nyuma yake hali ya kusimama. Yeye alikuwa amekaa, masahaba wakawa wamesimama. Fa ashara ilaihim anijlisu, akawaashiria kaeni ya nyinyi, akawaashiria kaeni kwa mkono, kwamba kaeni. Fajalasu, wakakaa. Falamma nsarafa, alipomaliza kuswali, qala in kittum anifan latafaluna fi'la farisa warum, nyinyi mlikurubia hivi karibuni kufanya vitendo vya Faris na Rum. Wafursi na Warumi walikuwa wanafanya nini? Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud, wao wanawasimamia wafalme wao na hali wafalme wamekaa.
fala taf'alu, msifanye hivyo. Hivi ndio vitendo vya Wafursi na Warumi, walikuwa wakiwasimamia wale wafalme wao wamekaa, wao wanasimamia. Fala taf'alu, msifanye hivyo. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u, akirukuu na nyinyi rukuuni. Wa idha rafa'a farfa'u, na akiinuka imamu na nyinyi inukeni. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, akisali imamu hali ya kukaa na nyinyi salini hali ya kukaa nyote. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن القيام في الصلاة مع كونه ركنا من أركان الصلاة إلا أنه يعذر بتركه عند عدم القدرة على ذلك أو لوجود معنى. maulama wanatolea dalili kwa hadithi hii kwamba kusimama katika sala ya faradhi, pamoja na kwamba ni nguzo, kusimama ni nguzo katika nguzo za sala, lakini hupewa udhuru mtu kwa kuacha kusimama inda adami alqudrati ala dhalik, asipoweza kusimama anapewa udhuru mtu inda adami alqudrati ala dhalik, akikosa asipokuwa na uwezo wa kusimama anapewa udhuru asali kukaa, au liwujudi mane, au kwa kuwepo kizuizi kinachomfanya asisimame, pia hapo ni udhuru, atasali sala ya faradhi kwa kukaa. Wa fil hadith, na ndio maana Mtume alikuwa akisali kwa kukaa katika maradhi ya kufa kwake, kwa kuwa hawezi kusimama. Wa fil hadith, idha salla al-imamu jalisan fa'ala al-ma'mumina an yusallu julusan ajma'un. Hadithi hii pia kuna kwamba imamu akisali hali ya kukaa ni lazima nao maamuma wasali kwa kukaa wote. Ay yafalu fi'la al-imam, maamuma nao wafanye kitendo cha imamu hicho cha kukaa, kama fi hadha al-hadith, kama jaa fi hadha al-hadith, kama ilivyokuja katika hadithi hii. Fa innahu amara as-sahaba alladhina kanu khalfahu qiyaman wa huwa yusalli jalisan limaradhihi sallallahu alayhi wasallam, amarahum an yusallu julusa. Mtume aliwaamrisha masahaba ambao walikuwa wamesimama nyuma yake, wa huwa yusalli jalisan limaradhihi sallallahu alayhi wasallam, na yeye anasali kwa kukaa kwa sababu ya maradhi yake sallallahu alayhi wasallam. Amarahum an yusallu julusa, Mtume akawaamrisha masahaba nao wasali kwa kukaa. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد السادس صفحة 80 بعد 300 إلى 41 بعد 100، قال: اختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. ومتفوتيانا مع علماء kwa maamuma ambaye ni mzima, sio mgonjwa. Maamuma aliye mzima asali kwa kukaa nyuma ya imamu aliye mgonjwa ambaye la yastatiu alqiyam, hawezi kusimama. Wamekhtalifiana maulamaa katika jambo hili. Je, maamuma pia asali kwa kukaa ikiwa imamu ni mgonjwa, hawezi kusimama, na maamuma naye ni mzima anaweza kusimama, lakini asali kukaa kwa kumfuata imamu? Faajazat dhalika taifatun min ahli alilmi ittiba'an lihadha alhadith wama kana mithlahu. Kundi la maulama wamelijuzisha hilo kwa kufuata hadithi hii na iliyokuwa mfano wake. Mtume alivyoamrisha masahaba wakae, kwa sababu yeye anasali kukaa. Kwa baadhi ya maulama wasema lazima nao maamuma wakae ikiwa imamu ni mgonjwa, hawezi kusimama, anasali kukaa. Wa mimman dhahaba ila hadha Hammad ibn Zaid wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahoya
wa ilayhi dhahaba Daud fi riwayati anhu. Hawa ndio wanaosema hivyo kwamba na maamuma pia wakae. Qala Ahmad ibn Hanbal wa fa'alahu arba'atun min as-sahabati ba'dahu, Usayd ibn Hudayr wa Qais ibn Fahd wa Jabir wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wote hao walifanya hivyo kwamba imamu akikaa, sababu hawezi kusimama, na maamuma nao wakae. Waqala jumhuru ahli al-ilmi la yajuzu li ahadin an yusalliya fi shay'in min as-salawati al-maktuba jalisan wa huwa sahihun qadirun ala al-qiyam la imaman wala munfaridan wala khalfa imam. Kundi kubwa la ulama wanasema haijuzu kwa yoyote kusali katika sala yoyote ya faradhi asali kwa kukaa, wa huwa sahihun qadirun ala alqiyam, na hali yeye ni mzima, ana uwezo wa kusimama. Haifai kusali kukaa yeye, maadamu ni mzima anaweza kusimama. La imaman wala munfaridan wala khalfa imam, haijuzu hivyo kwa yoyote, si imamu wala mwenye kusali peke yake wala maamuma aliye nyuma ya imamu. Wote hawa kama mtu ni mzima lazima asimame. Thumma ikhtalafu, kisha wakatofautiana tena. Faminhum man ajaza salata alqaimi khalfa alqaidi almarid, kuna katika hao aliyejuzisha sala ya mwenye kusimama nyuma ya aliyekaa. Imamu amekaa ni mgonjwa, maamuma amesimama, wasema hiyo inafaa. Lianna kullan yuaddi fardhahu ala qadri taqatihi, sababu kila mmoja katika hao anatekeleza faradhi yake kwa kiasi cha uwezo wake, iktidaan wa taasiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kumfuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Idh salla fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi qa'idan, sababu mtume alisali katika maradhi yake aliyokufia, alisali hali ya kukaa. Wa Abu Bakrin ila jambihi qa'iman yusalli bi salatihi, na Abu Bakr radhiyallahu anhu yuko karibu yake, anasali hali ya kusimama, anasali na sala ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanielewa? Hii ni maradhi ya kufa kwake, kwamba mtume alikuwa akisali kukaa, Abu Bakr as-Siddiq alikuwa anasali kwa kusimama. Mwanielewa? Naam. Hii ni mwisho sasa. Hii popote, iwe ni nyumbani, iwe msikitini, lakini hiyo ilikuwa ndo ya mwisho. Ile ya mwanzo ilitangulia, ile ya mwanzo, hukumu ya mwanzo kwamba aliwaambia masahaba kaeni, ile ilitangulia. Hii ni ya mwisho, hii itakuwa inafuta ile ya mwanzo. Hukumu hii ya mwisho inafuta hukumu ile ya mwanzo, ndio inaitwa naskhi. Mwaelewa? Qala wannasu qiyamun khalfahu yusalluna bisalatihi wa Abu Bakr ila jambihi qa'iman yusalli bisalatihi wannasu qiyamun khalfahu yusalluna bisalatihi, watu wako nyuma yake, watu wamesimama nyuma yake, nyuma ya mtume, wanasali na sala hiyo hiyo ya mtume. Falam yushir ila Abi Bakrin wala ilayhim biljulus, mtume hajamwashiria Abu Bakar wala hajawashiria masahaba wengine wakae. Wa akmala salatahu bihim jalisan wa hum khalfahu qiyamun, akakamilisha mtume sala yake, anasali nao masahaba hao, yeye hali ya kuwa amekaa na wao wako nyuma yake wamesimama. Sawa sawa, naelewa? Kwa hiyo hii hukumu hii inafuta ile ya mwanzo ya kuwaambia na wao wakae. Hapa mwisho hakuwaambia wakae, naelewa? Kwa hii ni nasikh, ile ya mwanzo ni mansukh. Wa ma'lumun anna dhalika kana minhu ba'da suqutihi an farasihi wa salatuhu hinaidhin qa'idan, najulikana kwamba hilo kwa mtume ilikuwa ni baada ya kuanguka katika farasi wake
na kusali kwake hiyo qa'idan, hali ya kukaa. Wa qawluhu faidha salla jalisan fasallu julusan, akisali hali ya kukaa imamu, na nyinyi swalini hali ya kukaa. Faulima anna al-akhira min fi'lihi nasikhun lil-awwal, kwa hapa inajulikana kwamba hiki kitendo cha mwisho, kitendo chake cha mwisho Mtume kinafuta kile cha mwanzo. Umeelewa? Kitendo chake cha mwisho hakuwaambia wakae, aliwaacha wasimame vile vile, yeye amekaa. Ndio faulima anna al-akhira min fi'lihi nasikhun lil-awwal fa innahum ma qamu khalfahu wa huwa jalisun illa li'ilmihim bi annahu qad nasakha dhalika bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu masahaba wale hawakusimama nyuma yake, wa huwa jalisun, na hali ya kuwa Mtume ni mwenye kukaa, illa liilmihim, isipokuwa kwa ujuzi wao masahaba, biannahu qad nasakha dhalika au nusikha dhalika bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, lile mwanzo limefutwa kwa kitendo chake hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam cha kuacha masahaba wasimame. والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه صلى الله عليه وسلم إجماع العلماء على أن حكم القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير. دليل ya hadithi ya mlango huu kwamba imefutwa na vile alivyokuwa Mtume saa sallam katika maradhi yake yale ya mwisho ya kufa kwake. Ni ijmai ya maulama kwamba hukumu ya kusimama katika swala ni ya lazima, siyo ya khiari. Sasa sababu wale wana uwezo wa kusimama, kwa Mtume hakuwaambia wakae katika hii mara ya mwisho, aliwaacha wasimame kuonesha kwamba kusimama ni lazima kwa mtu ambaye ana uwezo wa kusimama. Walamma ajma'u ala anna alqiyama fi salah lam yakun fardhuhu qattu ala at-takhyir wajaba talabu ad-dalili ala an-naskh fi dhalik, walipowafikiana kwamba kusimama katika sala lam yakun fardhuhu qattu ala at-takhyir, haikuwa faradhi yake ni ya khiyari, wajaba talabu dalili ala naskhi fi dhalik, inalazimika hapo kutaka dalili ya kufutwa hilo. Waqad sahha anna salata Abi Bakrin wannasi khalfahu qiyaman wa huwa qa'idun fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi mutaakhirun an salatihi fi hini suqutihi an farasihi. Imesihi kwamba sala ya Abu Bakar as-Siddiq na masahaba wengine nyuma yake wameswali kwa kusimama, wa huwa qa'id, na Mtume ni mwenye kukaa, fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi, katika maradhi ambayo Mtume alifariki kwa maradhi hayo, mutaakhirun an salatihi fi hini suqutihi an farasihi, hili limechelewa na ile sala yake ya Mtume alipoanguka katika farasi wake, ikawa hawezi kusimama, anasali kukaa, akawaamrisha masahaba nao wakae. Ile ilikuja mbele, hii imekuja nyuma, hii imechelewa. Fabana bidhalika annahu nasikhun lidhalik, ikadhihiri kwa hilo kwamba hii ya mwisho imeifuta ile ya mwanzo. Tumefahamu? Fadhali, tumeelewa? Sio inafaa, ni lazima wasimame, sababu wao wana uwezo wa kusimama, hawaruhusi kukaa. Huyo imamu ameruhusiwa sababu hawezi kusimama. Wa mimman dhahaba hadha almadhhab wahtajja binahwi hadhihi alhujja alshafi'i wa Daud ibn Ali wa ashabuhuma, waliokwenda katika madhehebu hii na kutolea hoja kwa mfano wa hoja hii ni Imamu Shafi'i rahimahullah, wa Daud ibn Ali wa ashabuhuma, na wafuasi wao. Qultu al-aslu adamu naskhi, asili ni kutofutwa, kutokuwepo hii naskhi. Waljamu baina al-ahadithi mumkinun,
na kujumuisha baina ya hadithi hizi inawezekana bi an yuqal, kujumuisha kufanya jamii baina ya hadithi hizi, ile inayosema kwamba ya kwanza Mtume aliwaamrisha nao wakae, na hii ya pili Mtume aliwaacha wasimame. Jamu baina hadhihi alhadithi, asema inawezekana bi an yuqala, kusemwa idha ibtada alimamu ratibu salata jalisan limaradhin au hajatin alammat ilayhi fa inna man yusalli khalfahu yusalluna julusa. Hii ni hukumu nyingine ya kujumuisha baina ya hadithi hizi mbili, hadithi ya mwanzo ile ambayo Mtume aliwaamrisha wakae, na hii hadithi ya mwisho aliyowaacha wasimame. Wasema kuna njia ya kujumuisha baina ya hadithi hizi na utekelezaji wa hadithi hizi zote. Asema tuache jambo la naskh, la kufuta ile hukumu ya mwanzo, tujumuishe baina ya hadithi hizi na tuzifanyie kazi zote. Ni vipi? Qala idha ibtada al-imamu ratibu salata jalisan, imamu akianza sala, imamu ratibu wa msikitini akianza kusali hali ya kukaa, limaradhin, kwa sababu ya maradhi, au hajatin alammat bihi, au kuna haja dharura iliyomlazimisha huko kukaa, fa inna man yusalli khalfahu yusalluna julusa, wale watakaosali nyuma yake watasali nao hali ya kukaa. Kwa sababu gani? Alianza kusali hali ya kukaa. Wanielewa? Haya, fa idha ibtada as-salata bihim qa'iman, pili ni kwamba huyu imamu ratib akianza sala kuwasalisha watu qaiman, hali ya kusimama imamu huyu, thumma taraa ma yad'uuhu ila aljulus, kisha likamtokea jambo ambalo linamsababisha akae, hawezi tena kusimama, fa inna man khalfahu yastamiruna qiyama wa yutabi'unahu, wale waliosali nyuma yake wataendelea kusali kwa kusimama na watamfuata yeye hivyo hivyo. Huwa yusalli jalisan, huyu imamu anasali hali ya kukaa, wa hum yutabi'unahu qiyama, na wale maamuma wanamfuata imamu huyu hali ya kusimama. Kwa sababu gani? Alianza sala hali ya kusimama huyu imamu, halafu ikamtokea raka ya pili akasikia kisunzi, ikabidi akae, hawezi tena kusimama. Wale maamuma wataendelea kusimama vile vile na yeye amekaa. Unifahamu? Hii ni hali ya pili. Qala kama hasala fi maradhi rasuli sallallahu alaihi wasallam, kama lamma istaftaha as-salata bin-nas Abu Bakar thumma jaa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa salla jalisan ya'tammu bihi Abu Bakr wa ya'tammu an-nasu bi Abi Bakr wallahu a'lam. Dalili ni hii, anasema kama ilivyotokea katika maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lamma istaftaha as-salata bin-nasi Abu Bakr, wakati alipoanza kuwasalisha watu Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni imamu, akaanza kusalisha watu. Thumma jaa ar-rasulu, kisha akaja Mtume. Baada ya kuja Mtume, Abu Bakar ameshaanza sala, akasikia kwamba Mtume ameingia, Abu Bakar akarudi nyuma, unaelewa? Akaingia Mtume sallam kwamba ni imam, wa salla jalisan, Mtume akasali hali ya kukaa. Ya'tammu bihi Abu Bakar, akawa Abu Bakar anamfuata Mtume, wa ya'tammu an-nasu bi Abi Bakar, watu wanamfuata Abu Bakar. Kwa nini wanamfuata Abu Bakar? Sababu Mtume hana sauti, ni mgonjwa, anasalisha kukaa na hana sauti ya kusema hata Allahu akbar, samia Allahu liman hamida. Abu Bakar ndo anayeinua sauti. Ndio maana akasema wannasu yattabi'una bi Abi Bakar au ya'tammu an-nasu bi Abi Bakar. Unaelewa? Wanamfuata Abu Bakar sababu alianza kusimama, unaelewa? Ni kama huyu imamu alianza kusimama, alafu ikamtokea raka ya pili akakaa, maamu wataendelea kusimama. Ndio sifa hii ya Mtume na Abu Bakr as-Siddiq. sawa sawa. ثم قال أخيرا واعلم أن الراجح أن هذا الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة
كما قرره ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث رقم 87 بعد 600 في كتاب الأذان. Anasema jua kwamba kauli yenye nguvu katika jambo hili anna hadha al-amr ala al-istihbab, ni kwamba jambo hili ni la sunna kwa kukusanya baina ya dalili hizi. Hii jambo hili la kukusanya baina ya dalili hizi ni sunna, kwamba ikiwa imamu ameanza kusimama, basi hata akikaa baada ya rakaa ya pili au ya tatu, maamuma wataendelea kusimama, na imamu ikiwa ameanza sala kukaa, maamuma nao watakaa. Hili jambo ni la sunna. Jamu baina al-adilla ni la sunna, kama alivyokariri hilo Ibn Hajar katika Fath al-Bari wakati akisherehesha hadithi hii ya sala ya Mtume sallam katika maradhi ya kufa kwake, hadithi nambari 687 fi kitabi al-adhan. Babu innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi min sahih al-Bukhari. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.